Yes, na hii ni TikTok Sports ndani ya Wangiro Media, nami ni Sud Mohamed aka Kijio Darasa. Siku leo tumekuja kukutana na mdau wa masuala ya michezo, nataka tuzungumze naye juu ya tathmini ya michezo ambayo ilitokea siku ya jana, ambapo tunajua majira ya saa 8 mchana ulichezwa mchezo wa Pamba dhidi ya Namungo FC, ambao mchezo huo ulitamatika kwa bao 1-1. Pia kuna mchezo wa saa 10 ambao ulichezwa mkoani Tabora, ambao alikuwa ni Yanga dhidi ya Tabora, ambao mchezo huo pia Young Africans alishinda bao 3. Nataka tujue nini tathmini yake juu ya huo mchezo. Majira ya saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki tulishuhudia pia mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Mchezo huo ulikuwa ni wa Simba dhidi ya Al Masry, ambao ulikuwa ni mchezo wa hatua ya robo finali shirikisho. Pia mchezo huo Simba hakuna matokeo mazuri. Simba aliweza kufungwa bao 2 na Al Masry na mchezo ukatamatika. Tunasubiria mchezo wa pili wa marejeo ambao utakuwa ni mchezo wa tarehe 9 katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira saa 10 jioni. Tunataka tuzungumze naye mdau wa michezo, atupe takwimu zake, atupe wapi madhaifu yalikuwepo na ubora Simba ulikuwa wapi na ubora wa timu pinzani Al Masry pia ulikuwa wapi, na Simba yapi anapaswa kufanya ili kuweza kurekebisha madhaifu yake na pia kuibuka na ushindi huenda hiyo tarehe 9. Fresh, mambo vipi? Kwema, unaweza kujitambulisha kwa majina ili wadau wa kufahamu, wafuataji wetu wa kipindi chetu cha TikTok Sports wakajua ni nani, kisha mengine akafuata. Jina langu naitwa Dennis Mwijage Kaiza, ni mdau wa michezo. Okay, sawa. Natumaini mchezo wa jana uliushuhudia wa Simba dhidi ya Al Masry ambao ulichezwa katika uwanja wa Suez Canal nchini Misri. Tutamani tupate kidogo tathmini yako kwa dakika 90. Mchezo uliuona vipi kabla hatujaangalia baadhi ya matukio yaliyoendelea uwanjani? Binafsi mimi mchezo niliutazama vizuri na nilifuatilia kwa karibu sana. Niliweza kuona baadhi ya mambo ambayo yaliendelea, ukizingatia ulikuwa ni mchezo wa kwanza katika duru hii ya pili. Na ulitazama ilikuwa kichagizwa pia na matokeo ya baadhi ya mechi ambazo zilitangulia. Ukiangalia katika kundi moja ambalo Simba yupo na hiyo timu ambayo Zamalek ya Misri pia hapo ambao mchezo wake wa kwanza umechezewa South Africa, ambao tulimalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Kwa hiyo huo mchezo wa Simba ulikuwa ukichagizwa pia na matokeo hayo. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu sana, especially kwa Simba kwa sababu wa kupata matokeo, lakini ulikuwa ni mchezo rahisi kwa Simba pia kulingana na namna jinsi alivyoweza kumaintain mchezo. Kuanzia dakika ya kwanza tuliona mpaka dakika kama 18 hivi Simba aliweza kuwa na mchezo haukuwa upande wake, lakini baada ya hapo uliona Simba wanarudi, wanarecover vizuri, wanaweza kumaintain mchezo katika dakika karibia zote 70 Simba walikuwa wameshika mchezo, ukiachilia na matokeo kutoka upande wao. Umesema kuhusu Simba dakika za mwanzo mchezo kwa upande wao. Uko sahihi, nilifuatilia mchezo wa dhidi ya Constantine na mchezo mwingine Al Tripoli. Simba alionekana dakika za mwanzoni akiwa anafungwa. Dakika za mwanzoni mara nyingi amekubali kuruhusu goli. Na jana imerudia kitendo kile kile. Ni kwamba wameshindwa kujua namna gani ya kuwazuia wapinzani wao katika dakika za mwanzoni ambazo ni 1 mpaka 20 au mpaka 15 ambazo mara nyingi wanaruhusu goli. Unajua, tunaweza tukasema kwamba ni mpango wa mwalimu, kwa sababu kila mwalimu huwa na approaching yake ya mchezo, kwa namna alivyo approach mchezo na kulingana na wachezaji alionao. Ukiangalia kuna mabadiliko baadhi ambayo wachezaji kwa upande wa Simba, ukiangalia upande wa nyuma kwenye backline amemwanzisha Chamo Kalabo, Chemalon Fondo hakuepo kwenye lineup. Kwa hiyo kuna namna jinsi ambavyo anautazama mwalimu na namna kuweza kuapproach mchezo. Kwa hiyo inawezekana ndio approaching yake ya mchezo, especially akiwa away, lakini tumeona kwa namna jinsi anavyo approach mchezo away na namna anavyo approach mchezo akiwa home ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ni mbinu yake mwalimu, naona iliweza kumlipa pia, haikuweza kumlipa kwa jana kwa sababu ya kuibuka na alama 3. Okay, Chemalon Fondo alikosekana. Unahisi kwa kukosekana kwa Chemalon Fondo katika eneo la ulinzi pale katikati kama beki, labda kuna uende imesababisha matukio yale ya jana? Sidhani kama ni hivyo, kwa sababu shida ilikuwa kwenye backline. Ukiangalia backline ilifanya kazi yake nzuri, eneo la kiungo walifanya kazi yao vizuri, na eneo la flank huku kwenye wing wamefanya kazi yao vizuri. Mimi nafikiri tatizo hasa lilikuwa upande wa kwenye central striker, kwenye umaliziaji. Ukiangalia wale wachezaji watatu kwenye eneo la mwisho hawakuweza kutekeleza majukumu yao vizuri kwa jinsi ilivyotakiwa, ukiachilia mbali na wale ambao walikuwa wanacheza pembeni. Ukiangalia mtu kama Elie Mpanzu ameweza kufanya kazi kubwa sana ambayo ilikosa mtu ambaye anaweza kufanya zile create zile nafasi ambazo amepata kuziconvert kwa magoli. Uliona amefanya kazi kubwa sana, lakini ukija kwa mtu wa katikati kama Jean Charles Ahoua amefanya kazi ambayo haikuwa, yani kwamba kazi tembo malipo sungura, kwa sababu unafanya kazi kubwa lakini mwisho wake unaporwa mpira, watu wanapeleka mashambulizi upande wako, watu wameshatengeneza nafasi. Kitu ambacho nilikiona jana ni kwamba mchezo wa jana uligubikwa na ule ubinafsi. Kila mtu alihitaji kufanya yeye kama yeye.
sahihi, lakini kama wangehitaji kufanya kama timu kulingana na jinsi ambavyo walikuwa wanatengeneza build up kuanzia eneo la nyuma, katikati na kufika mbele, nafikiri wangeweza kuibuka na magoli mengi sana kwa siku ya jana, kwa sababu waliweza kumaintain mchezo kiasi kikubwa sana. Ukiangalia position, ukiangalia mashuti waliopiga, mashuti karibia 18 ambayo yalienda ndani ya goli, mashuti ambayo yaliyolenga lango, mashuti 7 kabisa, lakini katika mashuti 7 hakuna shuti lolote ambalo limeweza kuconvert kuwa goli. Kwa hiyo unaona ni changamoto ambayo eneo la striking ambao either mwalimu Fadlu kwa mechi ijayo ya tarehe 9 anaweza kufanya mabadiliko, lakini tuliona hata jana aliweza kuchelewa kufanya zile substitution. Watu wengi walikuwa wakitamani kwa kipindi kile ambacho Simba amekuwa na umiliki mzuri wa mchezo kwamba pale angetakiwa kufanya sababu either dakika 60 au dakika 65 kuweza kuchezesha double striker au kumuingiza striker mwingine kwa ajili ya kupush kuwa na uwezo wa kuweza kupata goli, at least kulevel mchezo ikawa 1-1. Lakini kwa kocha Fadlu mimi nahisi aliweza kuona kwamba kwa namna jinsi anavyocheza na jinsi anavyoelekeza wachezaji wake, alijua tu muda wote anaweza kupata goli, na hata kama akitoa sare ya 1-1 haitakuwa mbaya, pia atakuja kujiuliza akija katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo uliona Simba wakajiamini, wakacheza kwa kujiamini sana, na ile goli moja hawakuona kama ni shida, lakini mwisho unaona mistake inafanyika, watu wanaenda kuweka goli la pili. Maana Simba kajizidi kujitengenezea mzigo mzito ambao magoli mawili si kitoto, yanahitaji kazi kubwa pia kujiuliza kwa wachezaji, pia benchi la ufundi na mwalimu kuona ni namna gani wanaweza kupindua matokeo siku ya tarehe 9. Okay, sawa. Tunajua Musa Pinpin kama alikosekana baadhi ya mechi kutokana na majeruhi, na klabu ya siku moja kucheza mechi ndio alionekana kufanya mazoezi na wenzake ambao wachezaji wenzie. Jana alipata nafasi ya kucheza. Kiwango chake naona kama watu wengi wakuzika nacho, hasa aina magoli aliyofungwa, na mimi angekuwa fitness kwamba asingefunga magoli hayo. Naamini katika hilo swala watu wanaposema. Mimi sidhani kama niko huko, kwa sababu ukiangalia tutamlaumu Kamara kwa sababu timu haikupata alama 3. Lakini mimi sidhani kama unaweza kumlaumu kwa mtu anayefahamu mpira. Ili goalkeeper aweze kufikiwa au aweze kupata hatari nyingi, kosa lazima litaanzia kwa viungo kwenda kwa mabeki. Sawa? Lakini angalia hata lile goli la kwanza, mtu anapokea pasi, anageuka na kushota na shoot. Sawa? Mpira ule kama aliufuata, ila katika kufikia hakuweza kufikia katika engo nzuri, ndio maana aliugusa katika kuutoa akautolea kwenye goli, ikawa goli. Sawa? Haya, goli la pili, unaona mpira umepigwa, kautoa, kafanya kazi yake vizuri ya kutoa mpira. Lakini katika ile man to man marking uliona wanafanya uzembe. Anautoa Kamara, alafu mpira unakuja unakutana na adui, anarudisha golini. Na ni vitu hivi natakiwa pia hata tujifunze, kwa wachezaji wetu wajifunze. Angalia sharpness ya mchezaji huyo Mnigeria ambaye amefunga goli la pili. Yaani yuko very sharp, yaani mpira umetemwa pale pale, hakuna na cha kufanyaje, cha kusubiri na nini. Shuti moja akaingiza kwenye goli. Inarudisha kwa upande wa Simba makosa ambayo yamefanyika especially katika eneo la mwisho kwa upande wa Lionel Ateba na wengine wakina Jan Chaza. Mimi kwa upande wangu mimi naona ndio sehemu ambayo imekuwa na shida kidogo, kufanya mpaka Simba kuweza kuscore hata goli lolote ugenini, kwa sababu ukiangalia tunajifunza. Pasi imepigwa goli la kwanza la wao Almasri, pasi imepigwa, mtu kareceive, ameachia shoot pembeni, goli. Sawa? Hawakuwa na mambo mengi sijui nini. Haya, goli la pili, shuti imepigwa, kama akautoa. Huyu aliyepokea hajatuliza hata kufanya nini, akaunganisha. Sawa? Kama nakumbuka scenario ya mechi, goli la anafunga Jan Chaza ile nakumbuka ilikuwa tucheza na Bravos, ilikuwa Bravos nafikiri. Yes, mpira ambao alipiga Chemalon kutokea kwenye backline. Alipiga Chemalon, mpira ukaenda juu, akareceive Lionel Ateba, akachop. Inaonekana alikuwa anajitengenezea ule mpira, lakini bahati nzuri akawepo Jan Chaza katika move, akaweza kureceive katika chest, akachia shoot. Ndivyo inavyo sharpness inayotakiwa kwa mechi kama zile. Kutazama jana unaona kabisa ni namna gani waliweza kushindwa Simba, ni namna gani ya kuweza kuifungua, na pia kwa hapo, ingawa watu wengi tunaweza tukaona katika engo ya mwalimu kwamba amechelewa kufanya substitution especially ya kumuingiza mshambuliaji mwingine. Kidogo niongee kwa swala la substitutions. Nimeona watu wengi wakilaumu mara nyingi kwamba amekuwa akichelewa sana, na pia watu walitoa maoni kama mtu Fabrice Ngoma, wanaamini kwamba mchezaji mzuri sana, ila wanaamini kwamba mechi tough nyingi huwa energy yake inakata mapema sana. Walitamani aingie Mavambo. Unaona ilikuwa ni sahihi Mavambo kuingia mapema kuongeza nguvu katika eneo la kiungo ambalo lilizidiwa kwa muda fulani.
tutamkosoa Fadlu kwa eneo la kiungo kwamba angemweka Mavambo au sio angemchezesha nani. Tunachokizungumzia hapa kaka, tunazungumzia failure ya eneo la striking la Simba. Katika eneo la kiungo hapa kuwepo na shida. Kama uliweza kuona, ndio maana uliona muda mwingi Simba walikuwa upande, yani walikuwa nje ya mstari wa mpinzani. Yani muda mwingi Simba wamecheza eneo la mpinzani. Sijui umeelewa. Hii inakuonyesha namna gani kiungo kilikuwa vizuri. Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma, ulikuwa unaona jinsi ambavyo walikuwa wana partnership nzuri. Kuhakikisha mipira haifiki hata kwa backline. Ndio maana uliona muda mwingi wana. Okay, sawa. Tunaposema eneo la kiungo tunaamini kwamba Debola ni mzuri sana kupush, umeelewa? Simba walikuwa wamekiwa low block. Kwamba walishindwa kufungua eneo la pinzani. Tukiachana na masuala ambao walimiss nafasi, kama ilihitaji mtu mwenye speed, mwenye uwezo wa kudrive mpira mwenyewe, kukokota vizuri na kujaribu kupiga zile pasi ambazo zinaweza kufungua eneo la mpinzani. Tuliamini, ndio maana watu waliamini kwamba Ngoma alisalaba pumzike ili Debola energy yake, kasi yake, dribbling yake wenda ingekuwa hatari zaidi, ingeongeza ufanisi zaidi kwa awali zaidi pale mbele. Labda tumesema approaching ya mchezo, mwalimu ndo anakuwa na wachezaji wote katika sessions za mazoezi, sawa? Na pale mwalimu anavyokuepo, mwalimu anaonekana ni Fadlu amesimama, lakini Fadlu ana wasaidizi pia. Nimeshasema hata siku nyingine, hizi klabu kubwa tayari zimekuwa na vitu vingi. Sasa hivi zinacheza mpira wa kisayansi, sio mpira wa kizamani. Sasa hivi kinachocheza ni sayansi ya mpira. Kuna watu ambao wako tactically wanaangalia. Kuna match analyzing, wana-analyze mchezo. Wako nyuma pale wanaangalia kila mchezaji mmoja ni kitu gani anakifanya. Wao wapo kwa ajili ya kumadvise mwalimu kwamba sasa inaweza katoka huyu akaingia huyu. Tunaweza tukaona Fadlu akifanya sub, lakini sub inawezekana siwe maamuzi yake moja kwa moja, ingawa yeye anaweza kaa ameona. Tunamsema yeye kwa sababu yeye ndo ana mamlaka kwa mujibu wa kanuni zetu, lakini kuna watu ambao wanamsaidia pia, ambao na analyze kwa wachezaji kuona mchezaji gani anaweza kufanya substitution katika wakati fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza tukamlaumu, lakini kwa mimi, kwa sababu mwalimu anapata nafasi kubwa ya kuwa na wachezaji na namna gani game anaenda kuiapproach, mimi sidhani kama mwalimu alikosea kwa kumwanzisha Fabrice Ngoma. Okay, sawa. Umemwongelea sana Leon Ateba, umelitaja jina lake sana. Watu wengi wakimlaumu pia kwamba kiwango chake huenda kimeshuka au ameshindwa kuwa msaada kwa karibuni sasa katika nafasi ya ushambuliaji, wakiamini Mkwala ni sahihi kuliko Ateba. Wewe unahisi Ateba nini changamoto sasa inamsumbua sasa, sio kama yule wa mwanzo ambaye alipokuja? Ndio maana tunasema kwamba kwa mchezaji huwa kuna panda shuka. Ukitegemea consistency consistency ya performance, si kila mtu anaweza kuwa na consistency ya performance, kwa sababu consistency ni wachache. Hata kwa wachezaji wengine ambao ukiangalia kwa NBC Champions, NBC Premier League, sawa? Mchezaji kwenye klabu ya Simba ambaye ana magoli mengi ni Jean Charles Ahoua, sawa? Lakini mara ngapi Jean Charles Ahoua amekuwa na performance mbaya uwanjani, ambayo ndo kinara wa magoli. Amekuwa na performance mbaya kiasi kwamba anafikia sasa kwamba atolewe, sawa? Especially kama mchezo wa jana Jean Charles Ahoua amekuwa na performance mbaya. Yaani si kwa uwezo ule ambao tunategemea kwa mtu kama yeye, kwa kazi aliyoifanya Elie Mpanzu, kwamba angekuwa Charles Ahoua katika kiwango bora tusingekuwa tunazungumza haya. Kwa hiyo panda shuka ya mchezaji hata kwa Leonel Ateba. Mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu ya Leonel Ateba, kama ungeweza kumwambia shabiki yote wa mpira Tanzania kwamba Leonel Ateba ni bora kuliko sio bora kuliko Mkwala, mtu asingeweza kukuelewa. Kwa hiyo inawezekana tukawa tunasema kwamba Leonel Ateba nini ni sahihi. Leonel Ateba amekuwa na performance ambayo si nzuri, especially katika eneo la umaliziaji, lakini still tutaendelea kuheshimu kila ambacho mwalimu yeye anakiona. Ndio maana tumemkabidhi yeye mwalimu, kwamba mwalimu anakabidhiwa timu wakiamini kwamba yeye atakachokifanya yeye ndio maono yake ndio sahihi. Kwa hiyo kwa sisi tunaweza tukaona hivyo, lakini kama tulivyosema, inawezekana Mkwala si kwamba hakuwa na sifa ya kwanza, alikuwa na sifa ya kwanza na ni mchezaji mzuri ambaye ni finisher mzuri kabisa, lakini mpango wa mwalimu ikawa ni kwamba kwa sababu hii mechi tuko ugenini, tumtumie sana Ateba, sawa? Ili mechi ya nyumbani tuweze kumtumia sana nani? Mkwala. Atakuwa na energy ya kutosha, tumuingize dakika 10, pashe kitokea cha kutokea, sawa, lakini target ikani ya mchezo wa raundi ya pili. Kwa hiyo mimi nafikiri hata Fadlu mwenyewe atakuwa ameona, kwa sababu yeye ndio ana wachezaji na nini, na benchi la ufundi limeona, wataona ni namna gani ya kuweza kufanya mabadiliko aidha katika eneo hilo na Okay, sawa. Nimeona changamoto moja niliyoiona jana kwa jicho langu ni kwamba timu ya Almasry ilibaki nyuma baada ya kupata bao moja la kwanza, ikarudi nyuma ikatumia mpira counter attack. Simba wamiliki mpira sana mpaka dakika 80 walikuwa na 57% position, zaidi ya 45 hivi. Nataka kufahamu kwamba nini hasa umekuwa ugumu kwa Simba kufungua
eneo la mpinzani ambapo wanapokuwa wameamua kulifunga. Hii sijaongea tu kwa Simba, unaweza kukumbuka mchezo wa Yanga na Al-Masry MC Alger Taifa, kwamba Waarabu walikaa nyuma, ilikuwa ngumu kufungua. Kwa hiyo sio tu Simba, hata Yanga alitolewa kwa sababu hiyo kitu. Unahisi sababu changamoto ni nini na kipi inabidi kifanyike au ufanisi gani uongezeke kujua namna kufungua mifumo kama hii au mchezo kama huu ambao unakutoa wamecheza wameka low block team pinzani? Simba kwa namna jinsi walivyoanza mchezo, walianza kwa kuheshimu wapinzani. Simba waliingia kwa kuheshimu opponent wao, lakini baada ya kuwa wao wameushika mchezo, ilifika muda Simba wakaacha kuheshimu opponent wao, na ndio ilikuwa kuja kuzaa bao la pili. Simba wa kuheshimu opponent, waliona kama wamewaweza, na walifika muda Mwalimu Fadlu akajua kwamba hapa lazima nitaenda kuscore goli, kwenda kulevel scoreboard moja, lakini kitu ambacho kilikuja kuwa tofauti. Wachezaji wa Simba walijiamini kupitiliza kulingana jinsi walivyoshika mchezo, walijua muda wote wanaweza kufanya kitu chochote, umeelewa? Kwa hiyo wakashindwa kumheshimu mpinzani. Uliona mpinzani alitulia, ukitazama kama atmosphere, mpaka atmosphere ya uwanja kabisa, hata kwa mashabiki uliweza kuona walitulia kabisa, yani wakaishiwa nguvu kabisa kulingana na namna jinsi ambavyo Simba. Lakini uliona mwalimu wao yule mwalimu wa Al-Masry, baada ya kuona namna gani Simba wana switch kwa kiasi kikubwa, aliweza kufanya substitution nyingi haraka, kuweza kuingiza damu na kuingiza watu wapya, at least kuweza kuona namna gani anaweza akaubadili mchezo. Uliona, mimi nilifikiria binafsi kwa jinsi ninavyoelewa wenzetu weusi, baada ya kuingia zile substitution, kama yule mchezaji yule anaitwa nani yule, yes, yule mweusi yule, nilijua hapa kuna kitu kibaya kinaweza kikatokea, kwa sababu tunajua namna upambanaji wa sisi watu weusi, namna gani tunaweza kupambana. Kwa hiyo unaona waliweza kufanya sababu za haraka, lakini Mwalimu Fadlu aliendelea kuamini kikosi kile kile bila kujalisha kuna na mtu anatakiwa badilike. Lakini pia tumeweza kuona hata kwa wenzetu unaweza ukaona sisi Afrika tuna kitu kimoja ambacho pia mimi naona binafsi kwangu si kizuri sana kwa namna jinsi ambavyo walimu wetu wanakuwa wana approach michezo mingi. Unakuta mtu anasimamisha substitution imesimamishwa, anaanza kupasha, anasimamisha mtu mmoja ambaye anatakiwa kuingia. Sasa unawafanya wale walioko uwanjani waweze kujua kwamba waweze kujiandaa kisaikolojia kuhusiana na mtu ambaye anafanyaje, ambaye anaingia. Lakini wenzetu unaweza kushangaa watu 8 wote wanapasha. Sio umeelewa? Wenzetu wazungu watu 8 au 10 wote wanapasha. Utajiuliza dada anaingia na nani anaingia. Kwa hiyo unawachanganya wale walioko ndani, hawajui ni upi anaingia. Na inawezekana pia ukaona hata kibao kinanyanyuliwa kwenye eneo kwenye mstari wa nani wa substitution. Unaona, ukashangaa mtu aliyekuwa amejiandaa kuingia haingii yeye tena, anabadilishwa pale anaingia mwingine. Ni namna gani unaweza kuwabadilisha, yani kusoma mentality ya watu wa opponent wako, namna gani unaweza kuwachanganya. Lakini kwetu sisi hapa unaona kabisa ananyanyuliwa mtu mmoja ndio anapasha, afu huyo ndio anakuja kuingia. Mimi nafikiri hata hii katika ngo hii pia hata vilabu vyetu pia vijifunze, au mabenchi ya ufundi yajifunze ni namna gani ya kuweza kuwadaa hata opponent wao, ni namna gani unaweza kuwadanganya, kwa sababu tumesema kwamba mpira ni science pia inaingia katika namna jinsi ambavyo unaweza kucheza na mindset ya mpinzani wako, kuweza kumchanganya. Unamnyanyua huyu anapasha huyu, kumbe anayeingia ni mwingine anatoka nje, wengine wanaenda kukaa. Kwa hiyo nafikiri katika engo hiyo pia hakuwa sawa kulingana na substitution jinsi alivyoweza kufanya. Angeweza kufanya mapema kuwatoa baadhi ya watu. Jan Chazi alionekana kufeli kabisa, yani karibia mpaka dakika ya 70 alikuwa amefanya makosa mengi. Angeweza kumtoa hata mapema kuweka mtu mwingine, angalau tusingeweza ndio nataka tuwe maoni kwamba unahisi ikiwepo Ateba na Mkwala pale kama double striker katika mechi hiyo, athari yao itakuwa ni hipi kwa wapinzani? Hapa tumwingilie kocha nini majukumu yake, ila sisi ndo tunaangalia kwa sisi, kwa mtazamo wetu kama si wadau michezo nafuatilia soka. Okay, kwa mimi binafsi naona kama angechezesha double striker katika hiyo mechi. Kwa namna gani? Kwa sababu umeshajihakikishia upande wa backline, upande wa midfielders na wing back, left back wote wako vizuri. Changamoto iko kwenye eneo la mwisho. Unafanya nini? Kwa hiyo inawezekana kwa sababu yupo mtu mwingine anyuma anaweza kufanya backup endapo either Ateba au Mkwala kachoka au kapata incidents, anaweza akafanya mabadiliko pia, mtu bado anakuepo bado nje. Kwa hiyo anaweza akachezesha double striker ili aweze kuona namna gani anaweza ka force, kwa sababu kinachohitajika hapa ni idadi kubwa ya magoli na si vinginevyo. Idadi hiyo kubwa ya magoli ni kuanzia goli 3 na goli 3 sio kama goli 3 tu, kuanzia goli 3 sifuri, si ndivyo au? Yani sahihi, yani inatakiwa kupata, kwa sababu tumeshasema kwamba home advantage unapokuwa nyumbani, wao wametumia vizuri uwanja wao nyumbani, wameweza kupata alama 3 na magoli 3. Kwa hiyo na Simba vivyo hivyo, magoli 2. Kwa hiyo na Simba vivyo hivyo anatakiwa atumie nafasi yake ya kuwa nyumbani, aone namna gani anaweza kupata magoli zaidi ya 3 mpaka 5. Tuamini Simba anahitaji ushindi, ambao ushindi huo ni wa bao 3 kuendelea, ambao
Simba akipata ushindi tutakutana naye nusu. Kwa umesema unaamini Simba anashinda. Kwa hiyo tutegemee kumkuta Simba nusu if possible. Kwa sababu gani nakwambia? Yaani mimi si kwamba kwamba mchezo una mambo mengi. Na mpira wa miguu ndio maana unachezwa wazi. Kuona matukio mengi. Unaweza ukaenda hivi ukafikiria hivi kaa tofauti. Ndio maana nakwambia kwamba uwe na kiasi cha kushabikia ili isije kafika ikakuathiri, kwa sababu unaweza ukazidisha mapenzi ukajikuta unaathirika, unakuwa mwathirika wa michezo. Ninachoamini Simba atakuwa na mchezo bora kwa sababu uwanja wa nyumbani unamsupport mashabiki, naamini atakuwa na mchezo mzuri. Na naamini akitumia nafasi yake vizuri, kama akiweza kucheza mchezo mzuri kama alivyocheza jana, akatambua alivyofanya makosa, kufanya marekebisho, naamini wa kwenda nusu finali. Okay, asante.